Ikemo, ikemo.
hautakuwa kama jana katika jina la Yesu. Hapa hapo uliposimama, Yesu amekutendea mambo mapya in Jesus name. Amen. Sema Bwana Yesu, nimekuwa mpya sasa. Hakuna vengeance, hakuna visasi vya kuzimu vitakavyoniweza tena. Ninatangaza kutawala kwenye ulimwengu wangu. Natangaza kuishi tena katika jina la Yesu. Amen. Kama kiti chako cha utawala, Mungu akupe kibali Jesus name. Mungu akupe kibali katika jina la Yesu. Mungu akupe kibali Jesus name. Mungu akupe kibali katika jina la Yesu. Battle against evil dedication. Vita dhidi ya wakfu wa kimashetani. Vita dhidi ya wakfu wa kimashetani. Nakwenda haraka ili tuweze kujua nini ambacho kinapaswa ukifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Vita dhidi ya wakfu wa kimashetani. Neno battle ni vita. Amen. Tuseme kwa sauti battle. Sema kwa sauti battle. Maana ni vita, sio vita kawaida. Ni vita ambayo inahitaji maandalizi makubwa sana. Lakini wakfu ni nguvu ambayo ya kiroho. Wakfu ni nguvu ya kiroho ambayo inaweza achiliwa juu ya mtu. Amen. Kuanzia kuzaliwa kwake au baada ya kuzaliwa. Inawezekana wakfu sasa ukawa ni wakfu wa Mungu au ukawa ni wakfu wa kimashetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nielezee habari ya battle. Sawa kanisa? Vita dhidi ya evil dedication. Maanake vita dhidi ya wakfu wa kimashetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuokoka, baada ya kumpokea Yesu Kristo, maana yake wewe haujaingia kwenye sherehe. Baada ya kumpokea Yesu Kristo, haujaingia kwenye sherehe. Tunaishi nyuma ya vita ili kuweza kushinda. Somebody say amen. Amen. Kwa nini tunaingia nyuma ya vita ili tuweze kushinda? Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Mwanzo, amen, sura ile ya kwanza, ule mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema Mungu hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Lakini nchi ilikuwa ukiwa, tena ilikuwa utupu. Ilikuwa haina kitu chochote. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ndio mwanzilishi wa vita. Somebody say amen. Mungu ni mwenyewe ndio mwanzilishi wa nini kanisa? Wa vita. Kwa hiyo Mungu akaanza kubato, akaanza kupigana na nature. Sema nature. Nakwenda kugusia sehemu kubwa ya neno asili. Vyanzo vyetu au maisha yetu yapo kwenye nature, yapo kwenye asili. Amen. Kwa hiyo Mungu akaanza kushughulika na nature. Tumesema nature. Mungu akasema kwenye kitabu kile cha Mwanzo ile sura ya kwanza ule mstari wa pili, akasema iwe nuru. Sio? Nuru ikawepo. Nuru ilipowepo ikatenga giza, giza na nuru. Giza likaitwa kuwa ni usiku na nuru ikaitwa kwa nini kanisa? Ikaitwa kwa mchana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo bato ilianzia pale. Vita vilianzia pale. Mungu akaendelea kwenye uumbaji wake. Mwanzo 1:26 Mungu akamfanya mwanadamu kwa sura na mfano wake. Mwanzo 1:27, 28, 29 na 30 Mungu anampa mwanadamu umiliki, kwa maana atawale, ama aongezeke. Baraka zote 9 ziko pale kwenye hiyo Mwanzo 1:26 mpaka mstari wa 30. Maana Mungu amekuumba kwa sura na mfano wake. Somebody say amen. Unaweza kusema amen ya nguvu? Amen. Unaweza kusema amen ya nguvu? Amen. Kimbia haraka ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzo sura ya 2 ule mstari wa 7. Kila ambacho Mungu alichokitabiri kwenye Mwanzo 1:26 akaenda kukidhihirisha kwenye Mwanzo 2 mstari wa 7. Mungu akachukua mavumbi, akachukua nature. Semeni nature. Semeni nature. Mungu anashughulika na nature. Baraka zetu zipo kwenye asili. Sema kwa sauti. Baraka zetu zipo kwenye asili. 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 Kwa hiyo Mungu anachukua tena ardhi, mavumbi, akifanya mwanadamu, anampulizia pumzi iliyo hai. Mtu huyu anakuwa nafsi iliyo hai. Baada ya mwanadamu kuwa nafsi iliyo hai, anakabidhiwa tena asili. Sema nature. Wanaendelea tunasema kwa sauti, sema nature. Anakabidhiwa tena nini? Asili. Mwanzo 2:8. Mwanzo 2:8. Mungu anamweka
yule mtu aliyomuumba kwenye bustani ya Eden ili ailime na kuitunza. Amen. Ubora wetu, semeni kwa sauti, ubora wetu upo kwenye asili. Na shetani alijua ya kwamba sasa ili huyu mtu asiwe tena kwenye ulimwengu huu, asiweze tena, ndio maana yeye akaja kwenye asili. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwenye Mwanzo 2 ule mstari wa 16 na 17 na 18, Mungu anasema na yule mwanadamu aliyemuumba ya kwamba waweza kula matunda yote, lakini tunda la mti wa katikati usile kabisa, maana utakapokula hakika yake utakufa. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 8, Biblia inasema yule adui aliyotupwa kwenye Ufunuo, andika Ufunuo 12 ule mstari wa 7 mpaka 11, alipotupwa kule yule adui shetani, yule nyoka akaja moja kwa moja kwenye ardhi. Waje niwaambie kitu kimoja hapa ili muweze kufanikiwa. Somebody sema, sema ushindi wangu upo kwenye nature. Sema ushindi wangu. Ananielewa atafanikiwa. Niongeni kweli. Ushindi wangu upo kwenye asili. Amen. Upo kwenye nini kanisa? Kwenye asili. Aliyenielewa sema amen. Ushindi wa kila mtu unayemwona leo duniani upo kwenye asili yake. Asili yetu sisi ni ardhi. Narudia, asili yetu sisi ni ardhi. Ardhi ndio nature. Amen. Kwa hiyo Mungu alipomfanya mwanadamu alijua kwenye hiyo ardhi atailima, kwenye hii ardhi ataishi, kwenye hii ardhi atajenga, kwenye hii ardhi atakuwa na maongezeko, kwenye hii ardhi atakuwa na mifugo. Shetani naye alipokuja akamweza huyu mtu tena kwa ulaghai mwingi, mwanadamu akaisaliti ardhi, akaisaliti nature. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 16 mpaka mstari wa 18, Mungu anaachilia laana. Tukaangalia laana ya Mungu. Mungu anaiachilia ile laana. Anaiachilia laana kwa nyoka, anaachilia laana kwa mwanamke, anaachilia laana kwa mwanaume. Praise God. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbukeni Mwanzo 2:7, Mungu anamfanya mwanadamu kuwa nafsi iliyo kwa mavumbi, kwa nature. Amen. Wananielewa kidogo sema amen. Ndio maana sema battle against evil dedication. Kuna wakfu sasa. Maana wakfu wa kwanza Mungu alituwekea ulikuwa ndio kumiliki, wa kutawala, wa kuongezeka. Sio ndio? Shetani akaja kupora kwenye Mwanzo sura ya 3. Shetani akampa mwanadamu wakfu wa kwake. Amen. Ambao huo sasa mwanadamu ukamfanya safiri kwenye kupoteza, kwenye magonjwa, kwenye laana, kwenye vita, kwenye kupoteza upendo. Sasa niseme amen. Ndipo Mungu kwenye Mwanzo sura ya 5 mstari wa 1 na wa 2. Nisome. Mstari wa 1 na wa 2. Nisome. Neno linasema, hiki ndicho kitabu cha kisasi cha Adamu, muumba mtu kwa sura ya Mungu akifanya. Mwanaume na mwanamke aliwaumba. Akawafanya mwanaume na mwanamke. Akawabariki, akawaita jina la Adamu siku ile walipoumbwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sifa. Akawaumba, yaani mwanamke na mwanamume akawafanya pamoja. Mnasikia vizuri? Kwa hiyo logic ya mwanadamu, mwanamume alitangulia kuumbwa ni kitu kingine. Bwana ninasema amina. Amen. Bwana mshangilie. Amen. Kwa hiyo natoa revelation ufunuo mkubwa hapo. Unielewe. Mwanzo mstari wa 5, sura ya 5, mstari wa 1 na 2, alimuumba mwanamume na mwanamke. Akawaita nani? Adamu. Amen. Kwa hiyo adui alipokuja shetani akamweza mwanamke, na mwanamke alipowezwa akawa chini ya mwanaume. Bwana ninasema mimi na nguvu. Amen. Tangia hapo mwanamke akawa mtawaliwa. Niwasaidie kidogo. Akawa mtawaliwa nyuma ya nature, nyuma ya asili. Kwa hiyo asili ya mwanamke
ni Adamu, na asili ya Adamu ni udongo. Sema amen. Kwa hiyo udongo, katika udongo tungeweza kuishi, katika udongo tungeweza kujenga, katika udongo tungeweza kubadilisha vitu tena. Mwanadamu akawezwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tangia pale hakuna mwanadamu aliweza kuishi katika raha. Mwanzo, ukisoma Mwanzo sura ya 4 ule mstari wa 8 mpaka ngapi? Mpaka 12. Kaini anamuua nani? Anamuua ndugu yake. Damu inamwagikia chini. Mungu anaisikia damu ya nani? Ya Habili. Kutoka kwenye nini? Ni nature. Shangilia Bwana Yesu. Kama nikupe dawa leo. Nikupe dawa leo. Sema amen. Sema katika jina la Yesu. Wewe ardhi ni ukanyaga. Ndio kibali chako. Ndio uzuri wangu. Ndio maisha yangu. Mbona msema kwa sauti? Ndio maisha yangu. Sikiliza. Katika hiyo ardhi tutairudia tena. Kwa hiyo upasi kurudi kwenye hiyo ardhi kwa maskini tena. Kwa hiyo ndio maana Mungu sasa akaona ni vema mtoe mwana pekee, Yesu Kristo, lakini kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yohana 3:16. Yohana 1 mstari wa 12. Mwanadamu alipompokea Kristo akafanyika kuwa mwana. Kwa hiyo huwezi kufanyika mwana pasipo utawala. Ufunuo sura 5 mstari wa 10. Anasema wote akafanya kuwa watawala na makuhani. Kwa hiyo ili tuweze kushinda watu, ili tupasa tufanyike kuwa wana kwanza. Anaelewa sana? Amen. Usipofanyika kuwa mwana huwezi kushinda watu kwa shetani. Kwa ili kushinda watu kwa shetani lazima ufanyike kuwa mwana. Nisome Ufunuo 5:10. Anasemaje? Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Ukawafanya kuwa nani? Ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Ufalme na makuhani kwa Mungu wetu. Nao wanamiliki juu ya nchi. Nao wanamiliki juu ya nani kanisa? Juu ya nchi. Nimesema hivi, hatujaokolewa ili tumiliki hewani. Hatujaokolewa na hatukombolewi ili tumiliki hewani. Tunakombolewa ili kuishinda nature. Ananielewa? Sema amen. Anasema nao akawafanya kuwa tawala juu ya nchi. Kwa hiyo kwenye nchi hii, kwenye hii ardhi, hatupo kwa ajili ya kupaka lipstick. Sema amen. Kwenye hii ardhi hatupo kwa ajili ya kushindana vibaya. Tupo kwa ajili ya kudhihirisha mamlaka ya Mungu aliye hai, kwa ajili ya kutawala, kwa ajili ya kumiliki, kwa ajili ya kuongezeka tena. Amen. Tumefanya kuwa makuhani. Baada ya kufanyika kuwa mwana, unafanyika kuwa kuhani. Sasa shetani ameshika ardhi. Shetani amekamata ardhi. Mwanadamu huwezi kwenye anga. Ndio maana battle against evil education. Shetani kitofanyika, alichukua ile neno, ile laana ambayo Mungu alisema kwa kuwa ulitokana kwenye mavumbi, na kuanzia leo ardhi imelaaniwa. Lakini mwanadamu huyo amesahau. Baada ya kumpokea Yesu Kristo, ardhi inaweza kubarikiwa nyuma ya vita. Sema amina. Amen. Ardhi inabarikiwa nyuma ya vita, nyuma ya mapigano tu. Mathayo 11:12. Tangu enzi ya Yohana Mbatizaji hata sasa, anasema hata leo ufalme wa Mungu unapatikana na wenye fujo, na wenye fujo ndio watakao urithi, ndio watakaopata. Nyumba unayotarajia wewe inapatikana nyuma ya kushinda asili ya kweli. Nikupe majibu sasa. Asili ya kweli, asili yako ndio inakufanya ufanikiwe kwa kiwango gani au ushindwe kwa kiwango gani. Kila mmoja na asili yake. Sema ndio. Japokuwa umeokoka, kuna asili ya kweli, na hiyo asili ndio inakufanya ushinde au ushindwe. Nature. Sema nature. Nature. Kwa hiyo Mungu anabariki kulingana
na anabariki mtu kulingana na mahali pale ulipozaliwa. Haijalishi ulizaliwa wapi, sawa? Lakini umeishindaje ile asili ya kweli? Ananielewa, sema amina. Amen. Ananielewa, sema amina. Amen. Paulo anasema nimefunga na kuomba. Amen. Lakini lile ambalo nisilolitaka mimi nalifanya. Lile ambalo silitaki ndilo silifanya kabisa. Na ile kwa sababu ile dhambi kayo ndani. Kwa hiyo inawezekana ukaokoka, lakini nature, asili ya kwenu inabaki hapo hapo ndani. Wewe ni muimbaji wa kwaya, lakini asili ya kwenu inabaki pale. Wewe ni nabii, wewe ni mtume, asili ya kwenu ndiyo inakutawala kwenye huduma uliokuwa nayo. Bwana ndiye anasema mimi na nguvu. Amen. Anasema ili tuweze kufanikiwa, sema ni kwa sababu ya ile dhambi kayo. Warumi sura ngapi? Sura 7. Ule mstari wa 14 mpaka mstari wa 17. Ninaposema battle against evil education, ninaeleza vita dhidi ya ile dhambi kayo ndani yako. Shangilia Bwana Yesu. Amen. Kila mmoja na asili yake, na hiyo asili ndio inayetangulia kwenye maisha yako. Bwana ninasema mimi. Amen. Asili ya kila mmoja. Asili nyingine ni wabishi, wengine ni wakorofi, wengine ni walevi, wengine ni wazinzi, wengine ni asili inasema hivyo. Huwezi kuwa mtumwa wa jambo ambalo wewe hujawahi kulifanya. Dhambi inamzika mtu kwa upesi ni ile aliyekwisha kuifanya. Lakini Bwana Yesu. Kwa hiyo asili, nataka tuamaje, asili yako inaweza kukupatanisha na uovu au na mafanikio. Na ndio maana tutagundua watu wanapata likizo, wanakwenda kupalilia makaburi ya ndugu zao, sivyo? Wanapika pombe, wanaita malaika watu waliokufa, sivyo? Maana wanatafuta nguvu ya kupatanishwa na asili waliokuwa nayo. Na tunataka kusaidia ni hivi, mwanangu. Unataka kujua, unapaswa kujua asili inayokutesa ni ipi. Yaani nimesema uwe mchungaji, uwe nabii, uwe mtume, uwe mwinjilisti, tutakujua asili umeishinda kwa kiasi gani. Amen. Hiyo ndio evil dedication. Asili ya Kristo ni ushindi. Asili ya Kristo ni upendo. Amen. Asili ya Kristo ni rehema. Asili ya Kristo ni kuachilia. Unaweza kuambia amina nguvu? Amen. Kwa hiyo chochote ambacho kimepotea, anza kusema na asili. Anaelewa sema mimi. Amen. Anza kusema na asili ya kweli ikuachilia baraka. Japokuwa uko Dodoma, amen. Sema na asili uliozaliwa. Sema na asili uliozaliwa. Anasema mimi na nguvu waseme. Amen. Ile asili ndio imeficha mali zako. Ile asili imeficha mali zako. Ezekiel 16. Ule mstari wa 5. Anasemaje? Anasemaje? Kwa kutokana sura 8. Mungu anataja asili. Anataja nini kanisa? Asili. Mtu ana uwezo wa nyuma ya asili. Yaani kuwezo kwako, amen, ni nyuma ya asili. Tafuta, fanya utafiti wote, amen. Utakuta wengi wana uwezo wa nyuma ya asili yao. Anasemaje? Ezekiel 6 mstari wa kwanza anasema, neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, kujulisha Yerusalemu machukizo yake. Seme Bwana Mungu auambie Yerusalemu hivi. Ndio. Asili yako na kuzaliwa kwako kutoka katika nchi ya Mkanaani. Kutoka katika nchi ya Mkanaani. Mwamori alikuwa baba yako. Mwamori alikuwa baba yako. Na mama yako alikuwa Mhiti. Na katika habari za kuzaliwa kwako siku ile uliozaliwa, kitovu chako hakikukatwa wala ukuoshwa kwa maji. Wala kuoshwa kwa maji wala kusafishwa. Chumvi hata kidogo. Amen. Mpaka kwa tunapaswa kuirejea asili yetu nyuma ya kinabii. Sema amen. Amen. Tunaweza kusema kwamba turudi kule. Amen. Hapana.
doesn't mean that. Lakini ukipata nafasi, rudi kaseme na ardhi ya kwenu. Nakwambia kama nabii, rudi kaseme na ardhi ya kwenu. Pale ndo kuna dhahabu yako imefichwa. Pale kuna mali yako imefichwa. Ndio maana ikiwezekana leta udongo wa kwenu hapa. Amen. Ili tuseme nao. Kuna ukombozi wa ardhi. Lazima tuisemee. Kuna mtu mwenye anasema amina nguvu. Ezekiel sura 21 mstari 21 mpaka 23. Kuna mtu mfalme wa Babeli anakwenda njia panda, anakwenda kwenye maungio, anakwenda kwenye asili, anailani Israeli njia panda. Wanaendelea kusema amen. Kwa hiyo ushinda sio maombi. Katika jina la Yesu. Ili uweze kupokea vilivyofichwa. Amen. Dini na asili ya kwenu. Sema wakuachie. Sema asili kuachie. Sema asili kuachie. Kama hujashughulika na yule jirani ambao umepanga naye pamoja, kama hujashughulika na yule jirani ambao mnafanya naye kazi ofisi moja, shughulika na ile asili ya kwenu. Ukishinda ile asili ya kwenu, amen. Jirani yule mfanyakazi mwenzio hakuwezi kabisa. Shangilia Bwana Yesu. Amen. Na ndio maana nasikia na mbele, mtanijua mimi kama mtanga. Mjasikia hivi? Mtanijua, atanijua kama ni mgona. Mjasikia hivi? Msikia. Hamjua kusema nini? Wala wanatishiana kutana. Anakwambia wewe ni nani? Mimi ni fulani. Hata kama ni mgona tunatambulisha asili. Mimi ni kinani sijui. Na utaona. Unasikia vizuri? Maana asili. Mimi naeleza kama prophet wa Bwana, mnashangilia jamani. Kwa ushindi wako, amen, ni kushinda asili. Acha watu wanakusema kwa mitaani. Anajiringa, sio anajiona, sio anabadilisha nguo kila siku. Ni kuendelea kubadilisha nguo. Amen. Lakini ukishinda kule asili ya kwenu ya kuzaliwa kwenu, amen, utakuwa juu ya wote. Anaendelea kusema bila nguvu. Amen. Hata asili tu utakuwa juu ya wote. Mgogo, shinda asili ya kigogo. Ngoni, shinda asili ya ngoni. Msukuma, shinda. Ukishinda asili ya kwenu, Dodoma utatafuta hela na utapata. Akusema nina nguvu. Sikiliza, siwezi kuambia upokee fedha na miujiza sasa hivi. Sawa, lakini nakuongeza namna kupokea hizo fedha, namna kuishi. Umetumwa na Mungu aliye hai baada ya kushinda asili ya. Mbona msema sasa kwa nguvu amen? Anasema kuzaliwa kwako kwatokana na huyu. Na ulipozaliwa kitovu chako hakikukatwa. Maana kuna asili inakufuatilia. Sikiliza, kama hujaikata ile asili, ni kwa sababu huendi kule kwenu. Matamshi yote kitakuwa kule kwenu yanakupata. Kwa sababu gani? Sio hujaivunja ile asili, hujaishinda ile asili. Bwana leo tunasema mimi na nguvu. Amen. Amen. Ndio maana unashangaa wagongo ni watu wanachelewa, omba muda mwingi, wanabaki hapo asili. Ukivunja tu ile asili. Amen. My spiritual father ninakuniambia, hata siku moja usikubali kuunganishwa na asili ya mahali popote. Asili ukishinda, utatamka utaishi kama Mungu. Amen. Zaburi ya 82 mstari ngapi? Wa 5 na 6. Asema nyinyi ni Mungu na ni wana wa Mungu aliye. Msipojiangalia. Nisome Ezekiel 19 tuone pale mstari wa 1 mpaka wa 9. Tutasoma vipande vidogo vidogo. Pale kuna simba jike. Alikuwa pale. Nisome pale Ezekiel haraka 19:1 mpaka 9 tusome. Tena waombae wakuu wa Israeli. Useme mama yako alikuwa nini? Simba mke alijilaza kati ya simba. Simba jike alijilaza katika simba. Unasikia? Azma tena waombolezee, ametaja pale taifa la Israeli, wana wa Israeli. Lakini simba jike amejilaza katikati ya nini? Ya simba. Maana katikati ya makabila fulani, sawa? Na wewe upo pale. Masai umelala pale. Sivyo? Msukuma uko pale katikati yao. Bwana msimame na nguvu. Wangoni umekaa pale. Wagogo umekaa pale. Anaendelea anasemaje? Kati ya wanasimba aliwalisha watoto wake. Kati ya wanasimba aliwalisha, sio? Yaani aliwalisha bila kubagua. Amen. Aliwalisha. Yaani nikaendelea. Akamlea mtoto mmoja katika watoto wake. Akampa mafunzo mengi tu, sio? Huyu mtoto wake katika wale watoto, Akawa mwanasimba akajifunza kuwinda mawindo akala watu. Akawa kabisa Msukuma. Akawa kabisa Mboni. Lakini akajifunza, sawa? Akajifunza mawindo. Badala ya kubaki kudumu kwenye nafasi ya kama mama yake, yeye akajifunza kula watu.
Unasoma. Na nini kile asikiendelea kwa sababu yule mwana simba wakamkamata, wakampeleka kwenye asili yao. Yaani wakampeleka milimani tena, yaani kwenye milima ambayo ni nature. Amen. Kwa unauawa nyuma ya asili ya kwenu. Unasema amen. Amen. Yaani leo huku Dodoma wanakuua nyuma ya asili ya kwenu. Wanamaliza wanazika. Wewe huku mambo hayaendi kabisa. Ndio maana nikasema vita dhidi ya nini? Watu kwa mashetani. Wao kwa kumaliza wanakwambia na yumba. Kuna kijana mmoja ananiambia, ameambiwa kama kule kijana anasema hivi kwamba kama utarudi Njombe, sio utatembea kwa mguu kutoka Dodoma mpaka Njombe. Na mjomba amesema hivi, utakuja umeambiwa uje ufagie kaburi la wajomba zako. Kwa hiyo vita dhidi ya watu kwa mashetani sio mdomoni. Ni kusema, jambo yasema kusema. Kuishi, kutendea kazi. Nani yuko tayari kupigana hiyo vita? Amen. Aliyo tayari sema mimi na nguvu. Amen. Nataka mmoja aliyo tayari. Ndio maelekezo. Amen. Amen. Usiogope kwenda kwenu, nenda nyumbani. Amen. Sema nimetumwa na prophet nimefadhiwa na damu ya Yesu. Chukua ile ardhi sema nayo. Isemee madini yaliyofichwa, mali zilizofichwa, fedha zilizofichwa, maisha marefu yaliyofichwa. Achia kwa jina la Yesu. Bwana msema mimi na nguvu. Amen. Hivi mnaelewa nini? Amen. Mimi nafundisheni hiyo siri kubwa, mshangilie Bwana Yesu. Amen. Mungu anakaa ndio hata ardhi yako huna. Kama shaka hata baraka zako zinatokea hapa. Baraka ardhi ya Gogo hii. Kwa Gogo amuru hapo Gogo hapa. Watakupa kuchelewesha tu. Watakupa kuomba tu. Amen. Battle against. Amen. Sema amen. Amen. Mungu anainuka sasa mnatuibia ardhi yetu. Sema ardhi hii nimeichukua hapa. Nimeleta Dodoma. Hii itanipa mali. Naishi kwenye ardhi yangu lakini iko Dodoma. Amsema mimi na nguvu. Amen. Someone say amen. Amen. Mstari wa 9, Ezekiel 10 kama nimesema. 19 mstari wa 9 anasema nini chanzo chake huyu mama? Anasemaje? Ezekiel 19. Ule mstari wa 9 nisomee. Mstari wa 9 anasema, wakamtia katika tundu kwa kulabu, wakamleta kwa mfalme wa Babeli, wakamtia ndani ya ngome, wakamtia katika ngome zako pale pale. Yaani simba akazaa mtoto, akalala kati ya wana simba. Hapo wakawezwa. Kwa hiyo unawezwa nyuma ya asili ya kwenu. Ananielewesha kichwa wewe. Unawezwa nyuma ya asili ya kwenu. Usimchukie yule mfanyakazi mwenzie. Hana kitu chochote, anakutishia tu. Amen. Amen. Shinda asili za kwenu. Ananielewa sema mimi na nguvu. Amen. Nani amenielewa? Amen. Ananielewa sema amen. Amen. Shinda asili ya kwenu. Ndio maana wazungu kama wanaamua kusafiri kule ulikozaliwa. Umeelewa? Kwa gharama yoyote wanaenda, wanajua vyanzo vya mafanikio yao ipo kwenye asili yao. Amen. Hata wanakuona baba, ile kama tumeokoka, tunakwenda mbinguni, sio? Hamiliki wa kutosha. Kwa sababu gani? Mmeambiwa hata kule kwenu ni jehanamu ya moto. Kwa nini ulizaliwa hivi kama kuwao ungiwama pale kabisa wewe? Hata usingefika. Huko kwenda hamwendaji. Sawa? Nimesema nenda kaseme na pale hapa. Usiende kwa budu. Sema. Mimi kaenda kusongea na ibusu ya ardhi. Nasema ardhi. Amen. Asili yangu. Nimekuja kupata impartation ya nguvu. Amen. Nikapeleka wanangu busu ya ardhi. Hapa nilipozaliwa nataka ubora, nguvu hapa, lakini uovu wote usije kwa watoto. Na ukataa. Lakini ninyi hapa mtakuwa watoto waliofanikiwa. Ndio watu wenye nguvu. Leo tushangilie Bwana Yesu. Sasa umekaa na watoto jamani. Watoto wamekaa mnataka kumbuani. Unataka kumbuani bwana? Kumjini. Wamekaa mjini miaka 30 yote. Mtoto ajui kama leo papa ametoa ushuhuda. Bukoba sio ndio lini? Hajui. Mtoto atakulima jui. Nimesema battle against evil education wanangu. Sawa? Unalima Dodoma, unaweza pata mashamba, lakini kama hujaipata na kupenda dawa, kama hujaipata na ardhi ya kwenu, inakuwa ni ngumu kushinda. Nenda kule, chukua ardhi ya kwenu, leta kwenye madhabahu, tuiondoe mapoza. Nenda kaachilie kwenye ardhi, unailima Dodoma, utashangaa makumi, maelfu, mamia. Amen. Wengine wakatoroka kesho.
Ndio maana na bila matawepo ya Irene, si ndivyo? Ibrahim, wakati Mungu anamuita Ibrahim, amekutoka nyumbani kwa wazazi wake. Amen. Namba moja, Ibrahim kwenye Mwanzo sura ile ya 12 mstari wa 1 mpaka 4, Ibrahim anaitwa, sio? Mwanzo sura ya 13 mstari wa 4, Ibrahim anajenga nini? Madhabahu. Sikiliza vizuri, akalitia jina la Bwana, akatoa na dhabihu. Kwa hiyo madhabahu alipo tu liitia jina la Bwana, alipotoa dhabihu kwenye asili, sema asili. Hiyo ni nature, sema asili. Twende sura ile 28, Mwanzo hiyo 28 mstari wa 16 mpaka 22. Nisomee hapo. Muone jinsi ilivyo. Nakwenda kumaliza sasa subject yako. Itakuwa nimebeba vitu vingi sana walioandika, naandika vitu vingi. Endelea. 28 nasema mstari wa ngapi? 16. Nasema Yakobo akaamka katika usingizi wake akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. Unasikia sasa? Bwana yupo. Yakobo mjukuu wa nani? Wa Ibrahim. Naona anakwenda kwenye safari ya kutafuta, safari ya kutafuta. Anakwenda na lala eneo, hajui chochote. Eneo ambalo babu yake alijenga nini? Madhabahu. Amelala pale, akaona kama kazi kutoka wapi? Juu. Angels wanashuka kutoka juu na kupanda. Sema juu na kupanda. Leo anatoka juu na shuka na kupanda tena juu. Amen. Akasema hakika mahali hapa pana Mungu. Shangilia Bwana Yesu wewe. Watu mnakaa na historia ya baba zenu waliwatawala, sio? Baba zenu walikuwa na biashara kubwa, sio? Bora kusema mimi nguvu. Baba zenu walikuwa watawala. Kwa nini wewe sio mtawala? Ni kwa sababu gani? Acha asili, nature. Nature. Sio kila kitu ni kibaya. Nisikilize vizuri. Sio kitu ni kibaya. Unapaswa kuamuru uhai wako kutokana kwenye nature. Yakobo anasema hakika mahali hapa, ile madhabahu ambayo Ibrahim alijenga kwenye Mwanzo sura ya 13. Amen. Ule mstari wa 4. Yakobo mjukuu anakutana naye kwenye Mwanzo sura ya 28. Ule mstari wa 16 mpaka 22. Amen. Amen. Shangile Bwana Yesu. Asili yako inaamua uwe nani kesho. Wala usisumbuke. Umekaa upate watoto, na ile nikasema na asili. Mimi kama nabii wa Bwana nawaambia, nendeni mkasema na nini? Na asili. Nenda, peleka mume wako, peleka mke wako kwenye asili. Sema ninyi kwa jina la Yesu, mliokamata vitovu vyetu, mliokamata nywele zetu, achia sasa. Ni majira ya sisi kupokea watoto wa kiume na wa kike kwa jina la Yesu. Amen. Hamsema mbona umekasirika? Amen. Alionielewa sema mimi na nguvu. Amen. Mbona msema mimi na nguvu? Amen. Kuna wengine kwao wamejenga vibanda vidogo vidogo. Unajua vya misingi. Sema ndio. Ndio. Kwa nini mlipozaliwa vitovu vyenu viliingizwa pale? Sema mimi. Nimesema battle against evil dedication. Wananielewa sema mimi na nguvu. Amen. Kama wakati unasoma ulipelekwa kwenye makaburi, unaanza form 1, ulipelekwa kwenye makaburi ya babu yako kuomba, uliweka na maji pale. Amen. Ukafagia, ukasema hivi, babu nisaidie nini kwenye maisha yangu yote. Automatically umejiunganisha na ile asili. Sema amen. Kwa hiyo sasa, ili uweze kushinda baada ya mafundisho haya, sawa? Sisemi uende au usiende, lakini unayo nafasi. Amen. Kujenga kaburi sio dhambi. Amen. Kufanya ibada mahali pale ndio dhambi. Kwa hiyo uweze kutoka, ni lazima tena kuikataa ile nature, ule mgandiko wa mtu aliolala kwenye mauti na uovu. Unatakiwa ukatae kabisa. Wanasema mimi. Amen. Ndio maana unaweza kwenda kwenye kaburi ukasema, hatima yangu iliunganishwa na wewe ambao ulikuwa ni mlevi. Ulikuwa hivi. Amen. Ninakataa leo tunapokwenda Israeli. Amen. Wanakwenda kuangalia kaburi nani na Daudi. Wanakwenda kutamka yale Daudi aliyofanya tu. Basi. Nature inaamua. Ushikeni mkono kama unanipenda. Nature inaamua. Umekaa hivi, lakini wakutazama hivi unafanana na babu yako. Babu ule uwepo ile nini? Nimesema
nimesema nini? Dedication, sio ule wakfu wa babu yako ndio unaambatana na wewe. Unaenda kusini, mbona umekaa vizuri, umependeza vizuri, interview upiti, kwa sababu kinachokulini ni asili. Wananielewa? Sema amen. Wananielewa? Sema amina. Amen. Kwa ni muhimu sana kubato, kupigana nayo, kupigana kama ni asili yenye mafanikio. Amen. Jiunganishe naye, sio dhambi, jiunganishe naye. Ambaye kusamehe. Amen. Babu yako alikuwa anamiliki dhahabu, jamani, sio dhambi. Nenda kajiunganishe naye. Amen. Hiyo nguvu ya ushindi jiunganishe naye. Jamani, sijasema mkaburi mizimu. Nimesema hivi, sawa, ni bako vita dhidi ya nini? Ya watu kwa mashetani. Shetani anadanganya kabisa. Alimdanganya bibi yetu pale. Akasema eti mmeambiwa msile nini? Tunda la mti katika miti yote. Mmeambiwa asema mtakapokula mtafanana na Mungu. Moja kwa moja asili mwanadamu akaiasi. Amen. Tusiende sana kama wazungu wanachotaka wao. Tusitafsiri Biblia kama wazungu wanavyotaka. Tutafsiri Biblia kama Waebrania, wale Hebrew wanavyotaka. Amen. Hebrew wanaishi nyuma ya nature. Ardhi ndio inakupa mafanikio. Ardhi ndio inakupa heshima. Ndio maana wewe ukipata likizo, nenda kwenu. Mimi nawaambia nendeni kwenu. Amen. Kasema na ardhi. Mnanielewa ni kanisa? Amen. Wananielewa? Sema amen. Amen. Kasema na hiyo ardhi. Sema na hiyo nature. Sema baba yangu alikuwa mtawala, mimi kwa nini sitawala? Amen. Chukua ya ardhi, sema nayo. Sema nayo. Ibeba, peleka Mwanza, peleka Songea, peleka Dodoma. Sema nayo. Alinielewa? Alosha mkono juu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nakwenda kumaliza. Umechoka? Umechoka kanisa? Haya. Mmesikia vizuri? Ule Mwanzo 13:18. Abrahamu akamchangia Mungu madhabahu kwenye ile ardhi aliyoambiwa atembee tena. Amen. Akaambiwa mara baada, sikilizeni, nature, sema nature. Ukifanikiwa kuachana na nature, amen, ambayo asili yenye asili ya mabaya, ukifanikiwa kuachana nayo, Mungu anaweza kusema na wewe. Amen. Ndio maana watu hawawezi wale kujua siri. Yesu anawaambia wanafunzi wake, ninyi mmejaribu kuzijua siri za ufalme, walio nje hawatazijua kamwe. Kwa sababu gani? Wataambiwa kwa mifano tu. Sikiliza, Ibrahim anajenga madhabahu, Mwanzo sura 13 mstari wa 4, Mwanzo sura 28 mstari wa 16 mpaka 22. Yakobo anapita kwenye ugumu, anapita kwenye hali ngumu, amelala mahali pale pale kwenye madhabahu ambayo babu yake alijenga, sio? Mungu akambariki mahali pale. Ananielewa? Sema amina. Amen. Mmekaa hapa mmekondeana asili zenu. Sawa? Mmezikimbia. Amen. Mnajifanya what? Daddy? Nini asili yenu? Sawa? Wakati baba yako na mama yako, sawa, waliishi kama wafalme na watawala, wewe unakuwa mtawaliwa. Ni ajabu sana. Demand, claim, sema claim. Unaidai. Sasa asili ya baba kwa mtawala, asili ya mama kuwa mama wa watoto wengi, ibadilishe kwenye kumiliki, kwenye kutawala, kwenye kuongezeka. Amen. Unaishi Dodoma, unakuwa mtawala. Amen. Tunatawala vya asili ya kwetu. Amen. Ndio maana tutarudi home. Tutarudi home. Masikia? Tutarudi home. Home, sawa. Unapotawala ili asili ya Mungu, utakuwa mtoaji. Amen. Utagawa kwa watu wengine. Kwa sababu gani? Wewe umeneemeshwa vya asili ya Mungu. Kuna watu wanatoa makanisani, hawatoi kwa asili, wanatoa ili watu waone, wanatoa. Lakini anayetoa kwa asili ya Mungu anaongezewa. Kwa sababu asili ni kama chemichemi. Somebody say amen. Amen. Ni kama chemichemi inaongeza baraka, inaongeza maisha marefu, inaongeza mafanikio. Kwa mfano, kama wagogo asili yao, amen, ni kupewa. Wewe kama mgogo wa Dodoma hapa, jibadilishe ile asili ya kupewa. Anza wewe kugawa kwa watu wengine. Anza kujitolea kwa watu wengine.
ukibadilisha vitu, unaanza kuitwa mtu anayetoa. Jua tu siri. Jua siri. Anataka kujua siri, sema baba nataka kujua siri. Ibrahim alipokutana na Rutu, sema Rutu. Rutu maana ni pazia. Mungu alisema naye. Kuna asiri nyingine, asiri. Wewe angalia jipeleleze. Asiri ya kweli ukina nani watawala. Unakuta watawala. Huna haja kuifuata asiri. Rudi kaibadilishe. Amen. Rudi pa. Sema hapa pana haja ya kutawaliwa. Mimi nataka nitawale kwa jina la Yesu. Sema na hiyo ardhi. Sema naye. Badala ya kutawaliwa, mimi natawala. Tembea naye. Leta hiyo ardhi. Watu wanavaa hizi bado kwenye viuno. Hii vipi? Watu wanavaa mavya hizi ya tembo kwenye viuno. Wala shida kubeba ardhi ya kweli. Hii vipi? Mbona mnaniangalia tu? Mniangalie tu kuondoka zangu. Kwa sababu kuna vitu ambavyo viko sawa. Asili ya kweli sema kwa kuna mavumbi sawa. Kuna mavumbi sawa. Vumbi nyekundu lilikufanya wewe mafunza mbinguni kwa sababu ya ardhi ilikuwa nzuri zaidi. Leo unaikimbia vumbi ya kweli. Ndio maana hata kulima huwezi kulima. Rudi pale. Chukua ile vumbi. Funga kwenye kitambaa. Sema kwa jina la Yesu. Nilikula, niliishi, nilikwenda shule kwa hiyo vumbi. Na natangaza niko Dodoma, nitafuga mifugo itafugika kwa jina la Yesu. Kwa ardhi ya Songea, kwa ardhi ya Mwanza, kwa ardhi ya Arusha, kwa ardhi ya Kilimanjaro utanipa. Wangapi wanaelewa? Amen. Wangapi wanaelewa? Amen. Haleluya. Amen. Mwezi wa nane tutafanya ukombozi wa ardhi. Watu wanaenda kwa tayari. Amen. Baba tutakwenda kuchukua wapi ardhi yetu? Agiza kwa kutumia hata kwenye inawezekana sasa wakutumie tu kule, sawa? Tunapewa ipoza hapa, kila mmoja atakayeenda ardhi ya kwao. Mtaanza kuona miujiza ya ajabu. Mimi mtaanza kuona miujiza ya ajabu. Wangapi wako tayari? Amen. Wangapi wako tayari? Amen. Sikiliza. Lazima asili jamani inaamua. Walionielewa tunasema baba kuna mtu amenielewa? Amen. Mzee unielewa vizuri? Amen. Asili inaamua. Shepo ndio umenielewa? Wakati mwingine unapiga kazi kubwa, asili wapangwa ni wapiga kazi, wachapa kazi. Unafanya kazi kubwa kwenye ardhi ambayo sio kwako. Umeelewa? Ndio maana unafanya kazi kubwa, unachoka usiku, umechoka hoi. Unaona? Nenda tuma kule kachote ile udongo ile. Bwana gharama gani jamani? Ni watu wazungu tu. Mnaongea unamwambia mtu wako, hakuna mmoja Kiswahili. Akija kule unasikia unasalimia kile kiunga kile, unasalimia mlawiki yule makasi bei, unatakiwa ujibu hivyo sawa. Ukaya unamwambia mtu wako no, don't answer, don't try mwambie babu yako good morning grandpa. Ndio ajabu. Kuna vitu ambavyo sema amen wewe. Unajua Gregory ametuharibu sana. Gregory akabadilisha kalenda, kila kitu kuoa kizungu. Umesikia? Kila kitu kuoa kizungu, kucheka kizungu, kula kizungu. Imagine. Mimi naamini kama wanasayansi wako hapo, sawa? Sisi wakati tunakuwa baba. Lakini ni mkubwa zaidi kuliko nyinyi wote. Wakati tunakuwa, unapewa chakula kijiko akitaki kutumia kijiko. Unatakiwa utumie mkono. Na unapofanya mkono msikie. Muscles zinakaa sawa kwenye mkono. Shangilieni ni ameleli. Sawa. Unapopiga hivi unapofinyanga. Ni zoezi. Leo kijiko ndio maana mikono kama walemavu. Wewe msosi unapiga hivi. Hata mikono imebaki hivi, mikono ina nguvu, vidole vina nguvu. Ni kwa sababu asili yenu imekataa. Legit. Sawa, legit. Mambo gani? Kutembea kwa mguu. Sikipana wambeni nyinyi. Unaenda kwenu baba, umevai. Nenda kwenu vua viatu vyote. Sema ndio hapo. Hii ni mafundisho mimi. Mmevua viatu vyote, tembea sana na jiunganisha na hiyo ardhi. Niliyodhaliwa kwa jina la Yesu. Napotoka hapa, asili ya kufanikiwa, asili ya kutawala, natoka nayo kwa jina la Yesu. Naondoka nayo. Usisahau, usije kupeleka nao na sabuni ukaanza. Chota na mwingine weka mfukoni. Chota na mwingine njoo hapa. Hapa mimi nitaanza kusema matajiri mabilionea mko humu ndani. Amen. Na kweli.
Ya kusema mimi na nguvu nyingi. Jamani, hapa kusema mimi na nguvu. Hapa ni kweli. Hapa ni kweli kwa sababu gani? Unasikia? Ardhi inasemewa. Ardhi ndio yenye majibu. Nataka nikwambie mchawi atakuroga angani, anapiga kivuli, anachota mchanga, anachota nyayo zako. Mimi nakwambia bato, amen. Bato, pigana vita. Shamarani, nilichotwa Dodoma, nilichotwa Iringa, nilichotwa wapi? Katika jina la Yesu, nasema na ardhi, maana mavumbini mimi nilitokea. Yoyote waliocheza na jina langu kupitia ardhi, mimi nageuka kama Mungu aliyoahidi. Sawa sawa na Ufunuo 10:5 ya kwamba tutatawala. Unatembea, usitembee na mti, tembea miguu nao. Samka na wakanyaga. Unashangaa tu vibibi vizee, viuno vimevunjika, wadogo wanaachia biashara, wanaachia kazi, wanaachia ndoa, wanaachia chochote. Bato. Wanaendelea kusema mimi na nguvu. Sikiliza. Ofisi Paulo alikuwa nayo ili uweze kutawala. Hizi viatu vya wazungu hivi, mnapovaa ama sitawala. Mzungu ni mpumbavu. Mzungu ambaye ni mpumbavu. Kwa sababu gani? Sasa anakutengenezea viatu ili wewe uhepe, sema kuhepa. Wewe usitawale. Ofisi unavua vile viatu. Kanyaga pale. Biblia inasema hivi, pale utakapokanyaga nimekupa. Utajiunganishaje na viatu? Utajiunganishaje na viatu? Narudia tu. Mashallah, unaelewa vizuri? Amen. Utajiunganishaje na viatu? Ndio maana nakwambia hivi, nenda kule Ruvuma, umefungua duka lako, si ndivyo? Najua umekodi friend, chukua ardhi yako, kule itamkie. Nenda kwa prophet hapa, aitamkie kwa ajili ya kusaka, kwa ajili ya kumiliki, kwa ajili ya kutawala. Nenda kwenye duka, mwaga, vua viatu, kanyaga, tembea. Wakikujina uchawi wa Kigoma hawakuwezi. Wakikujina uchawi wa Mwanza hawakuwezi. Wagogo hawakuwezi. Kwa sababu asili yako ndio inatawala mahali pale. Somebody say amen. Asili yako lazima ikutoe. Asili yako lazima ikutoe kwa jina la Yesu. Naishi na asili za wazungu. Naishi na asili. Mnapaka lipstick za Yesu. Nakaa hapa jambo ajabu. Ndio maana tutoboi. Tukiwa kama kwenye mifuko saizi, tuna shilingi 200, shilingi 5. Kwa maana walokole wamekaa maskini, lakini sio ninyi katika jina la Yesu. Nasema kuwa mmejifunza na mmejua asili inaamua vitu, unakwenda kutoboa Jesus name. Nasema unatoboa Jesus name. Amen. Sikiliza, Ibrahim alipoitambua asili, mjana baada akatoa dhabihu sio. Mwanzo sura kama nimesema 13 mstari 4 anatoa dhabihu. Sababu nasema anakwenda sura 14 mstari 17 mpaka 22. Ibrahim anakutana na mtu anaitwa Melkizedeki. Yeye alipewa bonde, sema bonde. Inaitwa bonde la Shawe. Inaitwa bonde la mfalme. Shangilia Bwana Yesu. Amen. Bonde la mfalme anaitwa bonde la Mungu akupe mabonde katika jina la Yesu. Mabonde ya kutawala nchi za Israeli. Umepanga katika kamoja sababu ndio kwangu mimi. Kabla anapiga pambio nyingi kwenye kachumba kale kamoja kamepana. Ukigeuka hivi pambo zinauma. Umekaa hivi. Yeye alipewa bonde. Kalebu alipewa milima. Sema mlima. Sema mlima wangu. Akisema kwa sababu naacha. Sema mlima wangu. Wa baraka zote. Na uita sasa. Chao! Kwa jina la Yesu. Chao! Kwa jina la Yesu. Pokea. Receive. Nani ana hasira ya kupokea. Nataka mmoja asimama kimbie kama umeme hapa. Mmoja tu ngoja. Nimechelewa sana. Njoo. Unasema kupokea. Mmoja atakimbia kama umeme. Mmoja asema kupokea. Pokea kwa jina la Yesu. Mito ikuwe baraka. Milima ikuwe baraka. Mabonde ikuwe baraka. Baba ni asili ya mema yote. Wewe fungueni Luka sura ile ya 4 mstari wa 5. Baba anasema kitu gani prophet? Fungueni pale. Hapo soma kwa sauti kubwa. Nisikie. Abraham alijenga madhabahu
kwa ajili ya spidi. Yaani madhabahu asili, andika mnaandika, asili inakuongezea mwendo. Unapojua hii ni asili, amen, ya kuondoka kwangu maana utasio inakuongezea nini? Mwendo kuishi, mwendo kufanikiwa. Japokuwa asili ya mahali pao unapoishi, unapofanya kazi, wao watu wanakufa mapema, amen. Lakini wewe unasema sitakufa mapema kwa sababu baba yangu, mama yangu ana miaka 78 sasa hivi, bado ana nguvu. Mimi natangaza asili nyuma maisha marefu, nyuma mafanikio haitaniondoa hapa. Amen. Kifo cha ajabu, kifo cha nini hakitatajwa kwenye maisha yako kwa sababu unaishi nyuma ya asili. Sikiliza, kwa hebu tunashindana na mabeli Yesu. Tuangalie Luka 4:5 anasema, akampandisha juu, akamwonyesha milki zote za ulimwengu. Ndio, sikiliza, akamwonyesha nini? Alimwonyesha ngani? Endelea, anasemaje? Akamwonyesha. Akamwambia Ibilisi, akamwambia, nitakupa wewe enzi yote. Angalia, shetani anamchukua Yesu mwenyewe. Sema Yesu mwenyewe. Ambaye ni mwana wa Mungu, ambaye ni kamanda mkuu, jemedari wa vita, ambapo tunajifunza leo. Anambeba mpaka pale, anamwonyesha, anamwambia unaiona hii dhahabu, mali, majumba, sema magari na kila kitu. Nasema mimi na wewe. Waume wazuri, wake wazuri. Angalia mahandsome wao, kila kitu. Nimepewa mimi. Kama nani? Ni jambo ambalo lisopingika. Yesu alisema naondoka ili waje mkuu wa ulimwengu huu. Amen. Yeye alipewa hiyo kitu. Wewe huwezi kuishi kwa kubembelezana. Nimesema usiishi duniani. Wewe unanisikiliza na unatazama. Usiishi duniani kwa kubembelezana. Shetani hata kupa mali ya Mungu ambaye ameahidi kwenye Mwanzo 1 ule mstari 26 mpaka 30, hata kupa kwa kubembelezana. Baraka za Mungu hazipatikani kama unang'oa mihogo mashambani. Baraka za Mungu zinapatikana kwa ngumi juu ya ngumi, kwa kichwa juu ya kichwa, kwa mitama juu ya mitama, kwa mieleka juu ya mieleka. Lazima viachiliwe, lazima wateme, lazima wapongwe, lazima wachilie kwa jina la Yesu. Yesu anaambiwa ya kwamba ukitaka nikupe hivi vyote, piga magoti usijudie. Rudi kwenye asili. Come on. Rudi kwenye asili. Yesu anamwambia nao. Hebu mshangilie Yesu wangu nini? Anasema alijua akipiga magoti. Nini mpaka leo hata miwani mizuri msingefaa. Naombea hata magauni mazuri msingefaa. Maana yake nini? Angesurrender. Amen. Vyote angesema kwamba ni kweli, ni mali yake. Shetani alipotupwa chini, amen, alienda kwenye asili, alienda kwa Adama. Semenote Adama ambaye aliumbwa na Mungu. Maana ya Adama, andika sasa, maana ya Adama alikuwa Adama. Adama manake ni udongo, amen, mwekundu. Ni udongo mwekundu wenye asili ya kutawala, yenye asili ya kumiliki, amen. Ukiendelea mbele andika pale, hiyo Adama ni steel, ni chuma, amen. Ukienda mbele Mungu anasema hivi, mimi nitakufanya kuwa, nitakupatanisha na mawe ya nini? Ya bara. Kuna mtu anasema mimi na nguvu hapa. Kwa hiyo ili tuweze kutawala wanangu, tunahitaji kupatanishwa na asili. Sema amen kanisa. Tunahitaji kupatanishwa nini? Na asili. Ndio maana mchawi anaweza kuchukua fimbo akapiga kivuli chako. Umeelewa? Akakuweza kile kivuli tu hivi. Anakanya kivuli hivi. Umesikia? Anakanya kivuli hivi. Hivi anakifanyia ishara hicho hicho. Wewe ukienda pale, anaua, anakuchinja, ukitoka pale unaanguka unakufa. Mnaelewa ni kanisa? Mnaelewa? Ndio maana ni mama, andikeni basi. Marko sura ya 3, ule mstari wa 25 mpaka 28. Mama, sikiliza. Mama alitoka na damu miaka 10 na ngapi kanisa? Miaka 12. Yule mwanamke alitoka na damu miaka 10 na ngapi kanisa? Miaka 12. Alipokea matibabu ya kila namna. Haikuwezekana. Madaktari kwa madaktari, haikuwezekana. Aliposikia sauti ya Yesu, habari za Yesu, ya kwamba yeye anaokoa, ya kwamba yeye anaponya. Lakini sikiliza, ngoja nikwambie, lakini sikiliza, akajiuliza ndani, aliwaza, akafikiria. Sikiliza, akafikiria. Alipofikiria akajua, ninachokiumwa ni nini? Ninaumwa sawa, ugonjwa wa kutokwa damu, bleeding mfululizo. Amen. Kwa kiasi cha kwamba sawa, kinachoweza kuzuia hiyo bleeding ni mavazi. Sema ni mavazi.
Amsema kwa sauti. Mavazi. Ni mavazi. Kwa hiyo siende kumwambia Yesu niponye. Amen. Na kwenda kulishika vazi la Yesu, ambapo katika hilo vazi, mavazi yanayovaa yameshindwa kuhimili. Amen. Kuzuia hiyo damu. Yameshindwa kuhimili kuzuia. Mnielewe ni kanisa nyinyi jamani. Yamezini yameshindwa kuhimili kuzuia hiyo damu. Sasa vazi la Yesu likishindwa, basi huyu Yesu mwamini tena. Akaenda, ndio maana hakumwangalia Yesu hivi. Akaenda soma, akaenda akapenya, akamzunguka, Yesu akakuja hivi, anamkimbia, akaenda akagusa vazi, sema vazi, akashika vazi, akajua ni vazi, hili vazi linakwenda kukausha ndani yangu. Amen. Asili. Mbona mshangilia? Amen. Asili. Sema ni amina ni kanisa. Asili. Kuanzia leo katika jina la Yesu. Amen. Na kwa fimbo ya kuadhibu asili. Amen. Na kwa fimbo ya kuadhibu asili. Amen. Mwezi wa 9 kila mmoja ataletea fimbo, sema fimbo. Sio pangio, nataka fimbo na kwa nzuri. Amen. Nataka mtapiga. Amen. Wale waliochezea, wale walio mtapiga. Kivunjika fimbo kushoni lako. Nataka nikwambie, nataka kuziweka anointing hapo. Lakini lazima tudili na asili. Asili ndio inatesa leo. Asili ndio inafanya watu wawe wajinga. Asili ndio inafanya kama na watu wengine wameshachift, wamehama kwenye asili zao kabisa, na wameenda kwenye asili za watu wengine kabisa. Ndio maana hata kufanikiwa kumepitia uongo. Hizi rushwa wanazoona sio hazikuwa hizo. Hizi rushwa zimeletwa na wazungu. Mmesikia vizuri hapo? Mmesikia vizuri? Hazikuwepo uongo, kudanganya. Wazungu wameleta, lakini asili yetu sisi ilikuwa ni baraka, ilikuwa ni mafanikio. Ibrahim anajenga madhabahu. Mwanzo sura 13 mstari wa 4 anajenga madhabahu. Sio? Mwanzo sura ile ya 14 mstari wa 17-22 anakutana na mtu mwenye bonde la Shawi. Useme amina nguvu. Amen. Mwanzo sura ile ya 24 Ibrahim akawa mwenye mali nyingi sana. Akawa na nini? Mali kinyume ya asili. Amen. Akawa na mali nyingi sana, haijawahi kutokea hapo duniani. Alikuwa na benki yake. Mwanzo sura 25 mstari wa 5 Ibrahim akampa Isaka utajiri, yani anampa mwanae utajiri. Yani asili inaweza kufanya kuurithisha mpaka watoto wako. Shangile Bwana Yesu. Mpe Yesu makofi. Asili, nasema asili ndio inakufanya wewe ikuunganishe na baraka zote. Mungu akupe katika jina la Yesu. Andika, ardhi ni ufunguo wa baraka zangu. Amaliza hapo. Mwanzo 2 mstari wa 8 Adamu alipewa aitunze ardhi. Unakumbuka vizuri? Ushindi wetu wapi? Ushindi wetu ni pale tutakapokujua wapi asili yetu. Ili jibu la haraka niandikie pale, nisomee Yohana sura 14 mstari wa 30. Amen. Shetani anaitwa kwa nani? Anaitwa mkuu wa ulimwengu. Dunia imewezwa, hana nguvu tena. Yule joka ameaminishwa kwamba kila kitu ni mali ya nani? Ya Masonic. Amen. Ya Freemason. Wameaminiwa hivyo. Lakini Mungu anasema, hebu tuangalie hapa, nimesema ngapi? Yohana 14:30 nasemaje? Anasema, mimi sitasema nanyi maneno mengi. Kwa maana yuaje mkuu wa ulimwengu huu. Hapo kwa maana yuaje mkuu wa ulimwengu huu, lakini hana kitu kwake. Amen. Shetani anasema hana kitu kwake. Sisi tunasemaje? Tunasema pia lazima tufikie mahali tuseme hana kitu kwangu pia. Iwe kwako katika jina la Yesu. Iwe kwako katika jina la Yesu. Andika haraka kwa kumbukumbu tu. Kumbukumbu la Torati 28:38 mpaka 43 ni kupinga kabisa kupoteza uhalisia wa baraka za Mungu. Lazima ufike mahali hai kabisa. Deuteronomy chapter number 28 verse 38 mpaka 43. Unahitaji kupinga kabisa ule uhalisia na baraka za Mungu. Ushindi wetu upo kwenye kujua siri za ufalme wa Mungu. Unaweza kusema amina nguvu. Kitabu cha Mathayo sura 13 ule mstari wa kwanza mpaka wa 9, Yesu anahusisha vitu na asili yake. Yesu anaangalia, anasema vitu na nini nimesema na asili yake. Maana anachukua mbegu, sawa, anasema kuna mkulima anaenda kupanda. Unajua anapanda kwenye udongo, anapanda kwenye nini, kwenye mawe, anapanda kwenye michongoma, anahusisha. Maombolezo sura ya 5 ule mstari wa 7,
asili ya baba zako, asili ya wazazi wako inaweza kukufanya usiwe na hatima iliyo nzuri. Baba zetu walitenda dhambi na wala leo hawapo, lakini sisi tumeyachukua maovu yao. Ezekiel sura 18 ule mstari wa 2, wao walikula matunda, wao waligusa uovu, lakini watoto wakaona ganzi ya meno. Marko sura 5 mstari 25 mpaka mstari 28, mwanamke anagundua siri ya nini kanisa? Anagundua siri ya asili ambayo ni nature. Nature inamuondoa. Wafalme wa pili sura ya 2 ule mstari wa 10 mpaka 14. Wafalme wa pili sura ya 2 mstari wa 10 mpaka 14. Elisha akararua. Sikiliza, wakati Elisha anakutana Elia, baba yake wa kiroho, sema baba yake wa kiroho, anakuta Elisha anachunga mifugo, analima kutumia jozi za Mungu. Unasikia? Jozi, yani jozi kama 12, ni ng'ombe wengi sana. Elia anakuja pale, anamwona kijana analima, anamwona huyu ni mtumishi wa Mungu, anasema akamrushia vazi. Elisha baada ya kuona yule nabii anapita, akaenda kwa ndugu zake, akamwambia, kuanzia leo naombeni nipeleke kibali kwa mama yake, kwa baba. Anaomba, yaani anaenda kwa asili, baba na mama, nipeleke kibali nimfuate unabii, sio? Akachinja ng'ombe zote kama sadaka akawapa. Sikiliza vizuri, mnaelewa vizuri hapo. Lakini Mwanzo Wafalme wa pili sura ya 2 mstari wa 8 tumesema, sio? Sio? Kumbe kuna ngapi? 14. Very good. Kumbe 14. Elia anamwaga Elisha ya kwamba sasa nataka niondoke. Amen. Nataka nini? Hallelujah. Joshua, nataka niondoke. Sasa sikiliza. Nataka niwaambie kitu moja. Anamwambia sasa shepherd wangu. Shepherd kaa hapa. Lakini Elisha alikataa, akasema sikai hapa na kufuata wewe. Amen. Anajua asili ya power, asili ya nguvu zake. Sipo kwa nani? Kwa baba. Njoo tena. Anamwambia baki hapa. Baki hapa mwanangu. Sema kama roho yako ishivyo, sitakuacha. Unasikia sasa? Huyu mtoto anajua asili ya kwangu ni nini. Asili ya kwangu ni kuachia mavitu yanatokea. Amen. Kutamka vitu vinaachia. Tuendelee. Kama mwanamkapa sitabaki baba. Sitabaki. Hebu soma Biblia inasema hivi, pastor Noah aliandika, tumalizie hapo. Tuone ile vugana na basi. Soma ile Biblia. Asili ya maana, msiache asili ya nguvu yenu. Asili ya miujiza yenu. Asili ya kushinda kwenu. Kuko wapi? Huyu mtoto unasikia? Huyu mtoto spiritual sana. Anasema ni covenant sana. Kama babangu Apostle Vincent Mkapa ananiambia roho yangu iwe na wewe. Na anasema watu wasikuone wewe, waone roho ya baba yako ikifanya kazi. Huyu mtoto na yeye ana claim. Amen. Anasema no, nataka kama roho yako ishini. Maana nataka utendaji wa ile spirit, wa ile roho ya baba yake ili ambatane na yeye, lakini gharama kuipata. Bwana naye anasema wanakwenda, wanavuka mto Jordan. Amen. Wanavuka mto Jordan ile. Nabii anavua nini? Anavua koti lake. Anavua koti. Anapiga. Unasikia? Naye anaona. Pige mto. Unagawanyika, sio? Wanavuka. Anavuka hapa. Kama roho yako ishivyo, sitakuacha. Anakwenda. Bwana sema sasa, huyu mtoto bwana mziki ngangalizi. Bwana kaa hapa. Sitakaa baba. Kama roho yako ishivyo. Sitakuacha. Unasikia? Sitakuacha. Kama roho yako ishivyo. Huyu mtoto anataka aliunganishe na nature. Mshangilie jamani. Like father, like son. Like father, like son. That's all. Iko anataka jambo tanishi kwa gharama yoyote. Manabii wenzake wanafunzi kile chumba, kile chuo kikubwa. Manabii palikuwa, unasikia? Palikuwa wanafunzi wengi kama nini, lakini yeye kamgundua. Peke yake anagundua. Wale manabii washajifutua, manabii ndio wanaona, wanamwambia Elisha, bwana wako ataondoka leo. Yeye anamwambia sikiliza, najua. Wale kwa waambii kitu, anasema najua, msinifundishe kazi. Najua mimi nilishafunzwa chuo cha kinabii. Mwanangu baki tena hapo. Sitabaki baba. Sasa wanakwenda hivi mbele. Walikwenda mbele, sikiliza jinsi nature inafanya kazi. Walifika pale mbele, imesema kwamba upepo, sema upepo. Mungu anatumia vitu vya asili. Mshangilie Mungu nini? Anavuta upepo. Upepo ni nguvu ya nini? Ya asili.
unaweza kuita nature, sema amen, ikapoteza wabaya wako. Amseme amena nguvu. Unaweza kuita mafuriko ya maji ikapeleka wachawi mbali. Unaweza kuamuru upepo wa kusini wa mashariki, ukasema kwa jina la Yesu, natengwa na hawa wachawi wa Dodoma, wachawi Kikuyu, wachawi Mpanda, upepo na wasukume uende mbali. Zaburi ya 78 mstari wa 49 anasema lile kundi la malaika wajuao kupeleka mabaya. Amen. Na wanakwenda wanafanya kazi. Na hata hapo nakufundisha wewe, kuna malaika wameandaliwa, wako tayari, wanataka wasikie sauti tu. Nani yuko tayari kuwatuma waende sasa kwenye biashara, waende sasa kwenye kazi, waende sasa kwenye ndoa, waende sasa kwenye huduma. Elisha anasema, kama Mungu wako aishivyo, kama roho yako idumuvo, roho inaishinda, Baba, sitakuacha. Nataka nijiunganishe na nature. Sitakuacha baba yangu. Upepo ukatoka wa kisulisuli. Kwa nini? Ukamtenga kimbia. Upepo umekuja, nature inapita. Sema amen. Nature ikiamua kupita sehemu, hamna mchawi, hamna mganga, hamna majini yatakainuka. Nature inabadilisha uchumi. Nature asili inabadilisha maongezeko uliokuwa nao. Unaweza kupokea nature ya ufalme wa Mungu aliye hai. Inabadilisha vitu. Upepo ukapita, gari na panda farasi nikapita pale. Amen. Amen. Sikiliza, wakati Elia anapigana mwanae, anamwambia, mwana, utakapo niona utapata, la usiponiona hutapata. Amen. Angalia jinsi tu hapa. Angalia upepo unapita hapa. Ukiliona utapokea. Mike anaangalia kwenye vyanzo. Amen. Kwenye source. Amen. Source of prosperity. Ile chanzo cha mafanikio yake iko wapi? Amen. Asili, nature. Shangilia Bwana Yesu. Amen. Hapo unapita. Anasema ghafla Elia akavua koti. Amen. Amen. Ukamchukua nabii Yoshua, nguo yake ikashuka chini. Elisha akasema, baba yangu, mbona umeniacha? Amen. Akachukua asili. Mshangilie Bwana Yesu. Akachukua vazi la nabii ambaye ni asili yake, akachana. Sema chana vazi lake. Chana vazi lake. Au nielewe. Hebu nisome vizuri hapo. Akachana vazi lake. Unajua watoto nini mfanikiwa kwa sababu hamjaitoa asili ya uovu ambao mnapita nao. Nimesema hivi, Elisha nisomee hapo, mbona andiko vipi? Mfano wa pili amesema hapo. Sura ya 2 mstari wa 8 barabara. Nisomee pale. Anasemaje? Nisomee pale kwanza mstari wa 10. Somea mstari wa 10. Anasema akasema, umeomba neno gumu, lakini ukiniona nitakapoondolewa kwako utalipata. Ndio. La, hukuniona upati. Ikawa walipokuwa wakiendelea mbele na kuongea, tazama pakatokea gari la moto na farasi wa moto. Tazama pakatokea gari la moto na farasi. Likawatenga wale wawili. Naye Elia akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Naye Elia akapanda wapi kanisa? Mbinguni. Kwa nini? Kwa upepo wa kisulisuli. Elisha alifanyaje? Naye Elisha akaona, akalia, baba yangu. Gari la Israeli na wapanda farasi wake. Simuone tena kabisa. Haya, sitamwona tena kabisa. Akashika mavazi yake mwenyewe. Akayararua vipande viwili. Shakilia Elisha akayararua. Aliyararua. Kisha akaliokota ile vazi la Elia. Akararua. Alikataa asili ya kushindwa, asili ya madeni, asili ya kugombezwa, asili ya kutawaliwa, akaitupa chini. Akachukua asili ya baba yake. Wanaendelea kusema amen. Amen. Akaichukua asili ya baba yake. Akafanya nini? Akalitoa lile vazi la Elia. Lililomwangukia. Akapiga maji akasema, hoya ya muujiza unaanza. Yuko wapi Bwana? Nasema muujiza unaanza. Akatoa vazi lake, akalitupa chini,
akachukua vazi la Elisha, vazi la nabii, akapiga maji. Muujiza wa kwanza, anapiga maji, anauliza asili ya baba yake, yuko wapi Mungu wa baba yangu? Yuko wapi Mungu wa Elia? Anasemaje mwanangu? Anasemaje? Anasema akalitoa ile vazi la Elia, akalitoa lile vazi la Elia, akapiga maji, akasema. Unarudia hapo hapo, akapiga maji na akasema, yuko wapi Bwana Mungu wa Elia? Yuko wapi Mungu wa Elia? Yuko wapi Mungu wa baba zako? Yuko wapi? Nasema yuko wapi yule Mungu ambaye alitenda mambo mapya, akafungua fahamu zenu pale nyumbani kwenu? Hakuna aliyokuwa mtu wa mwisho. Kila wakati watoto waliposoma walikuwa wakiongoza darasani. Yule Mungu alimfanya wa kwanza darasani. Leo unamhitaji kwenye biashara zako, leo unamhitaji kwenye kazi yako, kwenye ndoa yako. Elia anasemwa na Elisha, yuko wapi Mungu wa baba yangu? Maana mbele yangu yako maji, mbele yangu uko mlima, mbele yangu uko maskini. Akapiga. Pokea vazi la kutenganisha mabaya. Pokea asili ya Mungu aliye hai. May you receive now. May you receive now. May you receive now. Biblia yangu inaniambia akayapiga maji. Hakupiga maji alikaa. Anasema alipiga maji. Akasema yuko wapi? Yuko wapi? Iko wapi asili yangu? Kuna mtu anaweza kusema kwa nguvu na mimi, iko wapi asili ya mafanikio yangu? Iko wapi asili ya kupokea ubora double, utele double, fedha double, afya double? Yuko wapi yule Mungu? Haleluya! Shambulie seme. Kama mjui sema Mungu wa Elia. Sema Mungu wa Elia. Sema Mungu wa nabii Luo. Onekana leo kwenye kazi yangu, kwenye ndoa yangu, kwa jina la Yesu. Wewe nikwambie, wenzake walipomuona wakashangaa, maji yakagawanyika. Like Father, like Son. Ule upako wa baba uwe juu yako. Nasema upako wa baba uwe juu yako. Upako wa kumiliki magari uwe nao. Upako wa kumiliki majumba uwe nao. Upako wa maisha marefu uwe nao. Unaweza kusimama kwa sababu ni nguvu ya kinabii. Nasema ule upako kwa Mungu aliye hai. Kiti kitaachiliwa kwa sababu utaruka kama ndama anayekwenda kunyonya maziwa ya mama yake yasiyoachiwa kamwe. Maana ni wakati, ni majira ya kwamba Dodoma itakuachilia. Mashariki ya Dodoma, kusini mwa Dodoma, kaskazini mwa Dodoma itakuachilia. Mmoja aruke asema nimeachiliwa, asema nimeachiliwa, asema nimeachiliwa. Sema Bwana Yesu, najiunganisha leo na kila asili ya mafanikio kwa jina la Yesu. Asili ya ubora, asili ya upele, najiunganisha nayo leo. Natangaza sitakufa kama wapumbavu. Ninakataa kile kifo cha waovu. Asili ya mateso kwenye maisha yangu leo iuawe, leo ife kwa jina la Yesu. Ile asili ya maongezeko ya ubora, ile asili ya uhai naita tena nje. Omba ya asili ya uhai, asili ya ubora. Nisikie. Tembea kama dakika mbili kwa chini. Omba kwa imani. Yuko wapi yule Mungu? Aliyetenda kazi ndani
and from the beginning, and from the ancient times, the things that are not yet done. You are the God of power. Ikemo, Ikemo. You raise the dead by your power.